sallallahu alaihi wasallam aliposema da'watul mar'il muslimi li akhihi, maombi ya muislamu kwa mwenzake mustajaba, yanakubaliwa dua, yanakubalika. Pale unapomwombea mtu, dua ile moja kwa moja inakwenda, na kwa mapenzi yako kwa wenzako unatamani kila mmoja awe na mafanikio. Dua hizi zimekuwa chache kwa sababu hakuna anayemtamania mwenzake mazuri. Lau angeulizwa kuhusu mwenzake yeyote, kwanza angetanguliza mabaya yake kabla kutanguliza mazuri yake. Sasa mtu ambaye unamuona kwa jicho la ubaya, huwezi kumwombea dua ya kheri. Lakini tutakapobadilika tuje katika maisha ya kupendeleana kheri, ndipo pale tutakapofikia kuombeana sisi kwa sisi. Bali faida licha kukubaliwa dua, inda raasihi malakun, asema na kwenye kichwa chake, pale unapokuwa unaomba, juu yako kuna malaika. Kullama daa lahu bikhairi, kila ukimwombea mwingine kheri katika waumini wenzako, qala almalaku almuwakkal bihi, yule malaika alowakilishwa kwako anayekufuata huwa akisema amin walaka bimithli, Mola ikubali hiyo dua na muombea huyo mwenzake, na wewe mwenye kuomba akupe mfano kama hivyo unavyomwombea. Ndio mmoja katika salafu saleh alikuwa akitamani jambo humwombea mtu mwenzake. Akaulizwa na mkewe, mbona wewe ndiye mwenye tatizo hili, wamwombea fulani limuondokee au apate jambo hilo? Asema kuna malaika nikimwombea mwenzangu huniambia na wewe upate kama hivyo. Kwa hivyo naamini amini ya malaika itanisaidia kukubaliwa zaidi kuliko kujiombea mimi mwenyewe. Huu ndio ufahamu wa wema waliotangulia katika maisha, walivyoyatambua kwamba maisha haya hayako mkononi kwetu, ni maisha ya Allah, na kufaulu kwetu ni kuishi kama anavyopenda Allah tabaraka wa taala.